Tuza ora jua baba huni tuza ora jua baba huni tuza namtegemea baba yangu. Inua sauti kidogo. Huni, once more we do it. Najua Baba yetu wa mbinguni, kwamba Kristo tunajua kabisa unatutuza, tunajua kabisa unatuinua. Asante Baba ni kwa sababu ya neno lako ambalo ninaenda kulisema wakati huu. Ninaomba ya kwamba ukatubarikie, ninaomba kwamba ukatuinue, kwa sababu wewe ndiye Mungu mwenye kuinua watu wako. Neno lako linaniambia Bwana, wewe ni Mungu ambaye utatumana, na sasa umetumana. Nitumie kama chombo chako kiteule, ni kwa sababu ya utukufu wa jina lako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kisha tumeamini. Na sisi zote tuseme amen. Nataka tusome neno la Mwenyezi Mungu ambalo tutatoa katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 22, na tutasoma mstari wa 6 mpaka mstari wa 11. Mwanzo mlango wa 22 mstari ni wa 6 mpaka 11. Mwanzo ni Genesis 22 verse 6 to verse 11. Na kiini ambacho nitakuwa ninazungumzia ni kwamba Mungu mwenyewe atajitafutia. He will find for himself. Yani ngainewe sikuisariria. Amen. Ngaiwe tu niwezi kuisariria. Biblia inasema ya kwamba Mwanzo 22 mstari wa 6 mpaka mstari wa 11. Abrahamu akachukua kuni kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa, akamtwika Isaka mwanawe, naye mwenyewe akachukua moto na kisu. Walipokuwa wakienda pamoja, Isaki akanena akamwambia Abrahamu baba yake. Abrahamu akaitika, mimi hapa mwanangu. Isaki akasema, moto na kuni zipo, je, yuko wapi mwana-kondoo kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa? Abrahamu akajibu, mwanangu, Mungu mwenyewe atajipatia mwana-kondoo kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Nao hao wawili wakaendelea mbele pamoja. Walipofika mahali pale alipokuwa ameambiwa na Mungu, Abrahamu akajenga madhabahu hapo, akaziweka kuni juu yake, akafunga Isaki mwanawe, na akamlaza kwenye madhabahu juu ya zile kuni. Kisha akanyosha mkono wake na akachukua kisu ili amchinje mwanawe. 11 maandiko yanasema, lakini malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akamwambia, Abrahamu, Abrahamu. Akajibu, mimi hapa. Mungu alibarikie andiko la kwake. Kila mmoja ambaye anajua ni msomi wa Biblia, tunaelewa habari ya Abrahamu na jinsi ambavyo Abrahamu aliishi bila mtoto, na jinsi Abrahamu hakuwa amebarikiwa na mtoto. And let me tell you something, kama kuna vitu Abrahamu alikuwa amebarikiwa nazo, pesa alikuwa nayo, mashamba alikuwa nayo, vitu vyote alikuwa navyo, lakini kuna kitu alikuwa amepungukiwa kupata nacho, kilikuwa ni mtoto. Amen. Inawezekana wewe umebarikiwa na vitu vyote, lakini kuna kitu umepungukiwa. Kuna Mungu ambaye hicho ambacho umepungukiwa yaweza akakupatia. Hallelujah. The word of God said, Abrahamu alikuwa na mkewe, na wakati hawajabarikiwa na mtoto, alikuwa na
Sarai aliitwa Sarai kwa sababu hakuwa na mtoto, na wakati alibarikiwa jina lake lilibadilika na likawa Sara. Mungu anaweza akakupatia kitu kikakubadilishia jina in Jesus name. Na ninajua Mungu anaweza akakubadilishia jina lako, laweza badilika. Basi maandiko yananiambia kwamba ilifika ni wakati ya kwamba Mungu alikamwambia Abrahamu, na nitabariki uzao wako. I will make you a father of a great nation. Imagine, huna mtoto, lakini Mungu anakuambia nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Yani imagine, huna mali mingi, lakini Mungu anakuambia nitakubariki hata nikuinue viwango kwenda viwango vingine na jinsi ambavyo uko chini. Unajaribu kuangalia unashindwa. Sasa Mungu anasema namna gani? Sio wewe wa kwanza kushangaa, hata Sarai pamoja na Abraham walishangaa. Kwa Biblia inaniambia kwamba na Mungu alitumana, akatuma malaika watatu wakaenda kwa nyumba ya Abraham, watatu, na wakaenda hapo na wakakuta Abraham. Let me tell you, wakati mwingine utatumiwa baraka na usijue. Wakati mwingine utatumiwa mtumishi wa Mungu akuletea habari njema na usijue. Walitumwa watatu, na walipoenda pale walimpata Abraham. The Bible says alikuwa ameketi chini ya kivuli akienjoy kale kaprizi mahali pale. And the Bible tells me kwamba alipowaona alienda akawakaribisha na akawakubatia ndani ya nyumba yake na akawanawisha miguu yake na maji iliyokuwa na joto. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na akamwambia next year a time like this, yani mwaka ujao wakati kama huu wewe utakuwa umebarikiwa na mtoto. Nataka nikwambie hata wewe next year a time like this Mungu atakuwa amekuinua kwenda kiwango kingine. Hautabaki mahali ulipo. Jina lako Mungu anaweza kulibadilisha. Na Sara, the Bible says alikuwa amesimama kwa mlango. Sikujua alikuwa anafanya nini hapo. Aliposikia Abrahamu akiambiwa kwamba ati mwaka ujao wewe utakuwa na mtoto, kitu alifanya Sara alicheka. Wakati mwingine utasikia habari zingine, wao utasema nataka kununua shamba, watu watacheka kicheko cha dharau. Itawezekanaje? Let me tell you, kuna Mungu ambaye anawezesha. Waliuliza katika Agano Jipya, kitu kizuri kinaweza kupatikana Nazareti. Nataka nikwambie hiyo Nazareti Yesu Kristo alizaliwa. Kwa huo ugumu ambao unaweza kuwa uko ndani, kuna Mungu ambaye atatoa kitu kizuri ndani, hata kama ni ngumu kwa wanadamu. Ndio, kuna vitu ngumu kwa wanadamu. Kuna vitu ngumu kwa wanadamu, lakini kwa Mungu sio ngumu. Kuna njia haziwezi funguka kwa wanadamu, lakini kwa Mungu zinafunguka miraculously in Jesus name. Let it be you in Jesus name. Ikuwe ni wewe tu. And the Bible says, kwa sababu Mungu wetu hatawaidanganya, mwaka uliofuata Sara pamoja na Abraham wakabarikiwa na mtoto na wakamuita Isaka. Amen. Na Mungu hakataka kumjaribu. Alitaka kumjaribu huyo Abraham. Alitaka kujua kama huyu kabisa, huyu Abraham, huyu mtumishi wangu, je, kabisa mimi ananipenda, ananiamini kweli huyu Abraham? Akamwambia sasa nataka unitolee mwanao. Nataka umchukue mwanao. Yani kitu ambacho ulikuwa hauna. Yani kitu umenunua shamba mahali, alafu Mungu akwambia hiyo shamba ambayo umenunua, nataka sasa madhabahu yangu yajengwe ndani. Mwanadamu wa kawaida atakataa. Mwanadamu wa kawaida hawezi kuamini mambo hayo. Hapo umenunua gari tu, ama ni gari nzuri, Discovery, KDS, gari nzuri, ma V8, ma DS unanunua. Alafu Mungu akunenea kwambie sasa hiyo gari yako na hizo milioni zako zote 20 nataka upeleke ikanitumikie. Watu wengi hiyo wokovu hatuna, na hata hatuwezi, lakini naomba huo wokovu
amechukua, ni wapi atakurejeshea. Na Mungu wetu hawezi kunyang'anya kitu na asikuonyeshe njia. It is the same God ambaye anasema huu mlango ukifungwa, kuna mwingine unafunguka automatically. Biblia inaniambia kwamba na Abrahamu akaamua, kwa sababu ya Mungu wangu, because of my God, nitamtoa huyu mwanangu. Na hakumwambia mke wake. Unafikiria ni kwa nini hakumwambia mke wake? Mke wake hakukubali, mama ya mtoto wake kubali. Waswahili wanasema ati uchungu wa mwana anayeujua ni mama. Kwa hivyo akapanga safari. Abrahamu akapanga safari ya kwamba Mungu, si ulitaka huyu mtoto, na wewe si ndio ulinipea huyu mtoto? Yeah. Wewe ndio ulinipea huyu mtoto, na ulinipea mtoto at the age of 99 ya mke wake. Abrahamu hakuwa na ugumu, akachukua mtoto pamoja na wafanyikazi watatu. The Bible says na wakatembea. The Bible says na wakaenda. Wanaenda kutoa sadaka. Mungu amemwambia, huyu ambaye nimekupea nataka unitolee yeye sadaka. The only son. Hii inaonekana ni ngumu sana wapendwa. Hii inaonekana haiwezekani sana. Alijua aliyelipea mtoto ndiye ameitisha. Yaani aliyelipea huyu mtoto ndiye ameitisha. Na wakaenda na wakafika pale. Ukisoma Mwanzo wa 22 ile inasema walipofika chini ya mlima kitambo, sadaka zilikuwa zinatolewa kwa milima juu. Akawaacha wafanyikazi wake pale. Akawaambia, sasa mbaki hapa, maana mimi naenda kumtolea Mwenyezi Mungu baba yangu sadaka dhabihu. Akachukua mwanawe na kuni na kisu, akafungilia kwa punda, na wakaenda na mwanawe. Na wakiwa wanatembea, mwanawe akamuuliza swali ngumu, baba, moto tunao, kuni tunazo, na sadaka ya kuteketezwa ya kutolea Mwenyezi Mungu iko wapi? Wapi sadaka ambayo tunaenda kutoa? Wapi ile ambayo tunaenda kuteketeza? Abrahamu akiwa amejazwa na Roho akamwambia, Mungu mwenyewe atajitafutia. Nataka niseme, Mungu mwenyewe atajitafutia. Wakati mwingine tunaweza kuwa tunatoa pesa sana na tunauliza watoto wetu watakula nini, ninauliza watoto watasoma na nini. Mungu mwenyewe ambaye alikupea pesa na akarudi akasema leta, anajua kutafuta tena. The Bible says wakatembea. Kijana ameuliza baba yake, wapi sadaka ya kuteketezwa ambayo tunaenda kutoa? Kuna mtu mwingine ambaye ako na mambo mengi, anajiuliza ndani yake, hata sijatoa zile vitu kanisa inataka, hata sijatoa sijui tuna maharusi hapa, kutaenda namna gani? God himself will provide. God will provide. The Bible says in Psalms 23, Bwana ndiye mchungaji wangu na sitapungukiwa na kitu. Ninakuombea usiwahi pungukiwa. Ninakuombea usiwahi pungukiwa. Yule mtu Mungu ambaye anajaza, akujaze kwa mifuko yako in Jesus name. Akujaze tu. Akujaze tu. Uwe na vya kutosha. Na hata za kupea majirani. The Bible says kijana ameambiwa Mungu mwenyewe, yaani Mungu mwenyewe ndiye atatafuta. Ndani ya akili yake anajua wewe ndio unaenda kutoa kama sadaka na sio kafara. Just hizi watu wamebadilisha mambo sana. Sio kafara. Hiyo ilikuwa ni sadaka ya kuteketezwa. Akamwambia Mungu mwenyewe, umewefika mahali ukaona umefika mwisho, unatamani maisha yasonge, hayasongi.
kile unataka. Kila unakiomba Mungu atakupatia in Jesus name. Mungu mwenyewe atajitafutia. Na wakaenda. Na Abraham, the Bible says, akatoa kuni juu ya punda, akatoa, akazipanga hapo vizuri, na akachukua kijana yake, akafunga mikono, akafunga miguu na akamwekelea juu ya kuni, tayari kwa ajili ya kumpatiana kama dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingi tunabarikiwa, hakuna mtu hajabarikiwa. Kila mtu amebarikiwa kivyake. Wewe umebarikiwa kivyako. Na hata fungu la 10 inakuwa ngumu sana kutoa, inakuwa ni mzito sana. Umebarikiwa na 10,000, ngiri moja ni ya Mungu, lakini hutaki kutoa. Unasema na nikitoa nitakula nini usiku? Who provides can as well provide kwa ajili ya usiku. Ambaye uaminifu wetu, our trust with God, badala ya kwenda juu imeenda chini. Ninaomba Mungu akurudishie hiyo trust kwake. Uamini hata nikitoa, hata nikifanya nini, kunaye Mungu ambaye atatafuta zingine na atalipa. Biblia inaniambia kwamba na Abrahamu akawekelea kijana juu. Kijana huyo anaitwa Isaka, akawekelewa na amefungwa mikono, na kijana huyu hakulalamika. Hilo jambo lilinitia wasiwasi sana. Kijana huyu hakulalamika. Wakati unatumikia Mungu, Mungu akikuchagua umtumikie, tumika bila kulalamika. Malalamishi yatafanya tusibarikiwe. Ukilalamika tu, ukilalamika, malawama yanafanya tusibarikiwe. Ukilalamika tu, kwa nini hili, kwa nini hili, wacha kulalamika. Tumika tu, tumika tu. Hakuna kazi ya bure hapa duniani, iko na malipo. The book of Revelation 22:12. Ngaja upesi, na kila mtu nitamlipa kwa kazi yake aliyofanya. Kwa hivyo wewe tumika, kuna malipo. Baada ya kazi kuna malipo. Na Mungu ndiye anajua kile atakupatia, na atakupatia kitu kizuri. Sema amen. Amen. The Bible says, akawekelea Isaka, amemfunga mikono. Isaka kulalamika. Isaka hata kuanza kufanya mikono yake hivi. Isaka kupigana, alikubali baba yake, akamwekelea kwa kuni, tayari kwa ajili ya kumteketeza. Ni wangapi wanaweza kubali kupeleka watoto wao na wauwekelee? Ni wangapi ambao unajua kama kuna kitu Abraham sasa alihisi kwamba amebarikiwa? He was not complete kwa sababu alikosa mtoto, na sasa Mungu amembariki na mtoto, na amemwambia nitolee huyo mtoto. Abraham hakukataa. Kijana mwenyewe hakukataa, akawekelewa. Amefungwa mikono, amefungwa miguu, na baba yake akainua kisu. Wengine wetu kisu ikiinuliwa ni kukimbia, tutakimbia. Wengine wetu hata tukushikwa tupelekwa kwa hiyo mlima. Wengine wetu tu hata kukubali ni Mungu ambaye amenipa, na akitisha na pani mpe. Biblia inasema Abraham akainua kisu. Wakati ameinua kisu, sauti ikatoka na nyuma, ikamwita Abraham. Abraham. Ilimwita Abraham mara mbili. Read the Bible well. Abraham. Abraham, usimjeruhi mwanawe. And God provided.
kufanya sadaka ya kuteketezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Praise the Lord. The word of God said, wakati Mungu anataka kukubariki, hataki kamati za watu wengi, hahitaji consultation. Mungu akitaka kukuinua hata kuja kuuliza sana kama wewe unafaa kuinuliwa. Atakuinua, tutastukia umeinuliwa. It is out of surrender. It is out of surrender. Yani unajitolea. Nasema unajitolea. Huyu Mungu amenipa mtoto na anataka mtoto huyu tena. Huyu Mungu, wengine watasema hiyo ni uchawi, hiyo ni mapepo hiyo. Wengine watasema huyo sio Mungu ambaye, let me tell you, hakuna kitu kinafanyika chini ya jua bila kuwa na idhini ya Mungu. Hata yale mazuri, hata yale mabaya, yote yanafanyika kwa idhini ya Mungu. The God of heaven, aliyekupatia watoto, anajua vile watakula, anajua vile watakunywa. The Bible in the book of Philippi chapter 4 and verse 6, the Bible says, usijisumbue kwa neno lolote, lakini kwa kuomba wapendwa na kusali. Utahitajika kuomba na kusali na kutoa shukrani. Hapo kwa kutoa shukrani, wapendwa, tumeanguka flat na tunadanganya Mungu. Mungu ukinifanyia hivi, nami Mungu nitakufanyia hivi. Mungu wetu ni mwaminifu. Sasa tunataka tuombe watoto wetu wanaenda kufanya mitihani, na utaona mtu anamwambia, oh God, mtoto wangu akifanya hivi na mimi nitafanya hivi. Lakini mtoto akifanya, ni wangapi ambao urudi madhabahuni? Wangapi? We tend to forget. Tunaambia Mungu, kila mtu mwaka ukianza tarehe 1, tulikuwa Mungu ukituongoza tufike tuone mwisho wa mwaka, Mungu tutafanya ABCD. Wewe tunaendelea na kumaliza mwaka, unaona ni kama kitu cha kiukawaida. God is not a respecter of human beings. Na agano yoyote, Biblia inaniambia ya kwamba Hana wakati aliomba Mungu alimwambia, na ukinipa mtoto nitamrudisha madhabahuni, na alifanya hivyo. Wakati Nefta alienda huko juu na akaambia Mungu, ukinipatia kusina hao watu ambao wanapigana, hao watu ambao wanataka kupiga jamii ya kwangu, nikiwashinda nikirudi nyumbani, kile nitakachokutana nacho nitakupatia wewe Mungu. Alikutana na msichana wake akicheza matari, the tambourine, akicheza na Neftali hakugeuka. Sisi Wakristo wa leo, shida yetu ni kugeuka. Tunaambia Mungu, ukinifanyia hivi na mimi nitakufanyia hivi. Siku ikifika unasema, si wewe Mungu unajua tu, hata wewe Mungu si unaona. Unaanza kuongea ni kama Mungu amekuwa brother yako. Si hata wewe Mungu unaona? Si hata wewe unaona nilikuitisha 10,000 na kweli umenipea. Lakini si unaona mtoto ametumwa school fees. Si hivyo ndio tuko. Si hivyo ndio tuko. Tunaanza kuongea na Mungu ni kama brother na sister. Hapana. Mungu wetu hataki hiyo. Kile umemwaidia. And let me tell you, kama kuna ahadi ambao uliwaifanya na Mungu na hukuwaitimiza, it is better utimize. And if not so, maisha itaendelea na kuwa vile ilivyo. Watu wameniangalia na watu huduma wakashindwa. Sasa na vile nilikuwa nimemwambia ABCD na kweli ilitimia na sikufanya, kutaendaje? Mahali ulipowekea hiyo agano, go back to the drawing board. Tell God I can come back to you. Abraham alijua siri ni kutii tu. Siri ni kutii. Mungu akamwambia, nataka ukijana yako, the only son, hakina alimtoa. Alikuwa tayari. Na anatembea na sadaka yenyewe. Anatembea na huyo kijana anaitwa Isaka. Isaka anashangaa, tunaenda kutoa nini? Let me tell you, God
kukubariki na akose kukubariki, na anaweza kukubariki na hataki kujua kama wewe ni mwaminifu. A sign of surrender. Sign of surrender. The Lord of heaven is waiting for my surrender. Anataka tuninyenyekee. In the next few minutes we are praying for the children who are sitting for the exams. Na taona mtu akisema, Mungu, once you bless my daughter, my son, once you give my daughter, my son this grade. Hata mtoto mwenyewe utasikia akisema, once you help me nifanye hiyo mtihani na nipite na kufanyike hivi. Hata tukishamaliza kupita, we don't even forget, we don't even remember what we do. Tunaona ni kama mambo ya kawaida. Wakati Abrahamu anaenda na mwanawe, wakati umefika mwisho, jiambie kwamba God will provide. Wakati unatembea tu, umekosa tu namna, tembea na useme, God, my God is the provider. Mwimbaji Kigame Aliba akasema, na ni wimbo ambao uko katika Biblia, Bwana ni mchungaji wako. Even at your time of, hata wakati umefika mwisho, uko na Mungu wa kukushika mkono. Na wakati umefika mwisho, atakuonyesha njia. Abrahamu alionyeshwa kondoo. Akaambiwa, do not harm your son. Look behind you. Chukua sadaka ya kuteketezwa. What a surrender. What faith. Imani ya nagani, wapendwa. We need God. We need God. We need God. Na wakati amekubariki, don't forget. Usisahau. May the Lord bless us. May the Lord be with us. May the Lord give us this discerning spirit. Tupate kuelewa ni wapi nilipokosea. Ni wapi nilikosea. Lord, I want you to take me back to the roots. Maana kuna mahali uliangukia. As a human being, uliambia Mungu. Na katika safari ulikuwa unatembea vizuri na Mungu. Ukafika mahali badala ya kumfuata Mungu, you turned back. Mungu akabaki akienda huko na wewe ukabaki ukirudi na huko, kwa sababu hukutimiza. Hatukutimiza. God will provide for himself. Mtu mwingine anauliza, na nikitoa sadaka yangu shilingi 500, nitakula nini usiku? God will always provide. Na nikitoa hii 2,000 yangu kama fungu la 10, nitatolea nini mtoto wangu school fees? God will provide. God. Mimi ni mtu ambaye ninaamini tu. Yaani ninaishi na imani tu. Kwa imani. Na nimejifunza hivyo. And may the Lord help you too. Tukae kwa imani. Na Mungu atubariki sana. Hebu na tusimame.